Ipo nukuu moja inayosema ya kuwa hauko gerezani, hauna pingu mikononi, lakini bado huenda wewe si huru. Katika historia yote ya binadamu, silaha hatari zaidi haikuwa bomu wala bunduki, ilikuwa ni akili ya binadamu. Na swali ni je, akili yako ni yako kweli? Au kuna mtu ameishikilia mahala kwa mbali? Karibu kwenye makala ya leo, makala tuliyoipa jina udhibiti wa akili, ama kwa Kiingereza mind control. Udhibiti wa akili haujaanza hii leo na wala si nadharia za kubuni. Kwa mujibu wa Profesa Philip Zimbardo, mwanasaikolojia maarufu kutoka katika chuo kikuu cha Stanford, alikaririwa akisema ya kuwa binadamu anaweza kuelekezwa, kuamini, kutii na kutenda kinyume na maadili yake ikiwa mazingira yake yatathibitiwa vizuri. Na ndipo tunakuja kufahamu ya kuwa sasa udhibiti wa akili ni matumizi ya saikolojia, propaganda, hali ya hofu, kurudia ujumbe na matumizi ya teknolojia, huku lengo kuu likiwa ni kubadilisha jinsi mtu atakavyofikiri bila yeye kufahamu. Baada ya vita ya kwanza ya dunia mwaka 1927, mwanafalsafa na mwandishi Edward Bernays, mpwa wa Sigmund Freud, aliandika kitabu alichokipa jina Propaganda. Ndani yake alisema ya kuwa udhibiti wa fikra za umma ni sehemu muhimu ya jamii ya kidemokrasia. Bernays alithibitisha umma hauongozwi na mantiki, bali huongozwa na hisia. Huyu ndiye alianzisha political public relation, media manipulation, consumer psychology na Ujerumani ya Nazi mwaka 1933 mpaka mwaka 1945. Joseph Goebbels, waziri wa propaganda wa Hitler, alisema ya kuwa uongo ukirudiwa mara nyingi hugeuka kuwa ukweli. Alitumia redio, mabango, filamu na hotuba za kihisia, na matokeo yake taifa zima likaamini ya kuwa simulizi anazozitoa ni simulizi zenye ukweli ndani yake. Mwaka 1953, shirika kuu la ujasusi la nchini Marekani, CIA, lilianzisha mradi wa siri uliofahamika kwa jina la MK Ultra, na msimamizi mkuu akiwa ni Daktari Sidney, huku lengo kuu likiwa ni kuvunja akili ya binadamu na kuijenga upya. Mbinu zilizotumika: ya kwanza, LCD. LCD ni kifupi cha lysergic acid dethalamide, ambayo ni dawa ya kisaikolojia yenye nguvu ya hali ya akili inayobadilisha hisia, mawazo na mtazamo wa mtu. Mbinu ya pili ilikuwa ni hypnosis, kwa lengo la kumpa mtu maagizo bila mtu kufahamu. Na mbinu zingine zilikuwa ni sensor deprivation, electroshock therapy na sleep deprivation. Hizi zote zilikuwa ni njia ambazo zinaweza kumfanya mtu aanze kutawaliwa kupitia ndani ya fahamu zake bila ya yeye kulifahamu. Na wahanga wakuu walikuwa ni wanajeshi, wafungwa, wagonjwa wa akili na raia wa kawaida. Wengi hawakujua ya kuwa walikuwa wanajaribiwa mpaka mnamo mwaka 1975 Church Committee ilifichua namna ambavyo MK Ultra ilivyokuwa ikiendesha eksperimenti zake. Mwaka 1961, mwanasaikolojia Stanley Milgram kutokea chuo kikuu cha Yale alisema ya kuwa binadamu hutii mamlaka hata akiambiwa afanye uovu. Mwaka 1971, katika majaribio ya Stanford Prison, wanafunzi waligeuzwa kuwa walinzi wafungwa ndani ya siku 6, na unyanyasaji, ukandamizaji na ukatili ulikuwa uko juu kiasi ya kwamba mazingira yanaweza kumgeuza binadamu kuwa mkatili bila hata ya yeye kufahamu. Mwaka 1985, mwanafalsafa Naomi Chomsky aliandika kitabu kimoja alichokipa jina Manufacturing Concept, ambapo alieleza ya kuwa media haielezi ukweli, bali hutengeneza mada
ambayo itaenda kuzungumziwa na jamii, na pia huchora mkakati mzima wa namna ambavyo watakavyopushi mada mbalimbali. Mfano, msanii fulani ni mkali kuliko mwingine. Baada ya hapo hutengeneza tena kurudia kwa mada mpaka jamii iamini. Mfano, msanii fulani hutajwa katika majukwaa mbalimbali pamoja na nyimbo zake kuchezwa mara kwa mara mpaka watu huanza kuamini ya kuwa msanii fulani anaweza. Pia hutengeneza mada ama statement zenye kuogopesha umma kiasi cha umma kuona ya kwamba hiki kinachokatazwa kina madhara hasi kuliko chanya. Hapa ndipo tunakuja kupigia mstari ya kuwa usipoambiwa cha kufikiria, basi utaambiwa cha kuogopa. Msomi Tristan Harris ambaye alikuwa mfanyakazi katika kampuni ya Google aliwahi kukaririwa akisema ya kuwa simu zimeundwa kama mashine za kamari, zinachochea dopamine, na dopamine ni homoni inayokupa furaha hasa kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii. Basi algorithm huchangia unachokiona, huficha usichokiona na kukuweka katika echo chamber. Echo chamber ni hali ya mtu kuwa na mawazo yenye kujirudia. Basi wapenzi wa mitandao ya kijamii utaiona video ama taarifa ambazo wewe unazipenda tu na si vinginevyo. Baada ya ukoloni, wazungu bwana wakaifuta historia nzima ya mtu mweusi, alafu wakaiandika upya, na mashujaa waliotetea haki katika jamii zao wakawaita kuwa ni waasi. Alafu kubwa zaidi ni kwamba maarifa ya jadi eti wao wakayaita ya kuwa ni ushirikina. Profesa Cheikh Anta Diop, msomi nguli kutoka barani Afrika, yeye alisema ya kuwa Afrika ilinyang'anywa historia yake ili inyimwe mustakabali wake, na athari yake imetengeneza vizazi vinavyojidharau na kujiona si kitu, na pia kuanza kuabudu na kuamini kila kitu kitokacho nje, hasa dini zilizoletwa na watu kutokea nje, na kuanza kupuuza uwezo wa ndani. Wasomi wanakubaliana ya kuwa uhuru wa akili huanza na kusoma katika vyanzo tofauti, kufikiri kwa njia ya kina, na pia kupunguza propaganda, alafu kujitambua. Mwanasaikolojia kutoka Uswizi Carl Jung alisema ya kuwa until you make an conscious it will direct your life and you will call it a fate, ikiwa na maana ya kuwa mpaka pale utakapoifanya fahamu fiche kuwa fahamu ya wazi, itaendelea kuendesha maisha yako na wewe utaita hatima. Udhibiti wa akili hauonekani, lakini athari zake zinaonekana kila mahala. Elimu bila ufahamu ni utumwa, maarifa bila uhuru ni gereza. Ukishafungua macho yako huwezi kuyafunga tena gizani. Jina langu ni Wycliffe Yohana Peter. Asante.